Akili yako ikifunguliwa, trust me, kuna vitu vingi vimefunguliwa. Mtu mmoja anaitwa Suleiman, akiwa mbele ya Mungu, kitu cha kwanza alichomuomba ni hekima. Hekima ni matumizi mazuri ya akili na maarifa. Kwa ananiamini mimi, hauwezi ukawa na hekima ya kutosha kama hauna akili nzuri na maarifa mengi. Anamwambia Mungu, nipe hekima ya kuwaongoza hawa watu. Biblia yangu inasema katika Wafalme wa Pili 4 mstari wa 29, Mungu akamjalia Sulemani akili na hekima kuliko mtu yoyote. Taifa la Israeli lilikuwa ni taifa lenye vita. Daudi ameisha maisha yake yote kwa kupigana vita, amekuwa kwenye uongozi wake wote anapigana vita, lakini mtoto wake anachukua, anaomba kwa Mungu akili, Mungu anampa akili. Unajua alichokifanya? Kuharibu vita ndani ya Israeli, alioa wanawake 700, sio kwa ajili ya silaha. Masulia tunaita wanawake wadogo wadogo wa pembeni 300, sio kwa ajili ya silaha, wakawa ni 1000. Israeli ina miji mikubwa 700, ina vitongoji cities 300. Analioa kwa kila nyumba, kwa kila city, kwa kila mji akachukua mwanamke mmoja mmoja, kwa kila falme akachukua mwanamke mmoja mmoja. Unajua iliweje? Ukitaka kuinuka kwenye mji mmoja kwenda kumpiga, unaenda kupigana na mkwe wako. Kwani akaishi kwa amani? Kwa sababu gani? Watu wa kuinuka kwa sababu wamechukua watoto zao. Mtu aweza kainuka kwenda kupigana na mkwe wake. Ni hekima ya ajabu akaitumia, akaongoza kwa amani na kwa utulivu. Kwa sababu gani? Ana akili njema, ana akili njema. Akatamba akasema, baba yangu aliishi katika vita, nami Bwana amenijalia amani.